Habari za asubuhi mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu ni mzima afya kabisa popote pale ulipo. Karibu katika taarifa ya habari ya kwanza ya wiki hii, Jumatatu tarehe 6 Oktoba mwaka 2025. Tunaokaribisha tuanze wiki mpya kwa taarifa kamili kuhusu matukio muhimu kutoka ndani na nje ya nchi. Leo takujuza kuhusu mwelekeo wa hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwenendo wa kisiasa kufuatia matukio ya hivi karibuni mjini Kinshasa, na habari za pamoja za uchumi, afya na michezo. Na basi kamili, kwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla chochote tunakusihi kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Na kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, basi tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu kila siku ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika, tena kwa muda muafaka. Hivyo basi usisite kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp ambazo unaendelea kuziona hapo kwenye picha, na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na huenda ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine cha kufanya, unaweza kubonyeza kwenye titre na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwenye description, ambapo utakutana na linki mbili. Link ya kwanza ukibonyeza itasababisha unajumuika pamoja nasi kwenye channel yetu ya WhatsApp, na link ya pili ukibonyeza aiza kuklike itasababisha unajiunga pamoja nasi kwenye grupu letu la WhatsApp, na itasababisha usipitwe na chochote kipindi ambapo tutakuwa na kupostia habari mpya kwenye channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Iteloje Longa. Basi na kualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa taarifa zetu za asubuhi ya leo ya tarehe 6 Oktoba mwaka 2025. Hii ni Kivu News Info, kisima cha habari na burudani kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kwa wapiganaji 16 wa kundi la uasi wa M23 wameamua kujisalimisha kwa vyombo vya usalama, huku wengine 23 wanaoshukiwa kuwa wafuasi wa washirika wa kundi hilo walikamatwa katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa msemaji wa operesheni Sokola moja, Luteni Marke Longo, baadhi waliokamatwa walikiri kwamba walikuwa wakishirikiana na waasi. Wengine walieleza kuwa walazimishwa kujiunga na kundi hilo baada ya waasi kuteka maeneo yao. Walikuwa wamejisalimisha, walikabidhi pia mabunduki 6 na sare za kijeshi walizokuwa wakizitumia porini. Mmoja waliokimbia kundi hilo, Kambale Kabdule, amesema alikuwa mwalimu katika eneo la Kibirizi, lakini alitekwa na kulazimishwa kujiunga na waasi. Baada ya muda wa mafunzo na mapigano, aliamua kurejea na kujiweka mikononi mwa jeshi la serikali. Amesema sasa anafanya kazi na jeshi la FARDC, na amewahimiza wenzake waliobaki msituni wajisalimishe pia kwa ajili ya amani na usalama wa nchi. Kwa upande wake, Luteni Elongo amewataka wanamgambo wengine wote, hasa waliolazimishwa kujiunga na M23, waachane na mapigano na warudi upande wa serikali. Amesema ni kosa kugeuza silaha dhidi ya raia wa Kongo, kwa wanajeshi wote waliapa kulinda taifa na si kuliuzuru. Taarifa hii inakuja wakati ambako kundi la uasi wa M23 linaendelea kushtumiwa kwa kiukwaji wa haki za binadamu na vitendo vya vurugu katika maeneo walioyadhibiti. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linasema litaendelea operesheni zake hadi amani kamili itakaporejea Kivu Kaskazini. Katika eneo la Chanzu linalojulikana kama kambi kuu ya mafunzo ya kundi la uasi wa M23 huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wavulana na wasichana wachanga waliovaa sare za kijeshi waliungana katika hafla ya kumaliza mafunzo yao tarehe 1 Oktoba mwaka huu. Sherehe hiyo ilihusisha maonyesho ya mbinu za kijeshi, mapambano ya karibu sana za kijeshi na gwaride, ikishirikiana kumalizika kwa kipindi cha miezi kadhaa ya mafunzo ya kijeshi kwa vijana hao. Akizungumza kwenye hafla, Sultani Makenga, ambaye ni kiongozi wa kijeshi wa M23, aliwaambia wahitimu kwamba jeshi lao linapigania mabadiliko nchini.
Aiza kuwa serikali ya Kinshasa inaongozwa na Felix Antoine Tshisekedi imeharibu nchi kwa muda mrefu na kuongeza kuwa lengo la M23 ni kulikomboa taifa na kumaliza utawala mbaya. Katika afia hiyo, tarehe ya 11 Septemba mwaka 2025, zaidi ya watu 7,400 walionekana katika kambi ya Rumangabo, wengine wao wakidaiwa kuwa wanajeshi wa zamani wa FARDC, wapiganaji wa Wazalendo, pamoja na wengine waliopokea mafunzo chini ya M23 kwa muda wa miezi 6. Bertrand Bisimwa, kiongozi msaidizi wa kisiasa wa M23, amesema kuwa mapigano yao yamefika hatua muhimu, akidai kwamba lengo lao sasa ni ukombozi wa taifa na kuanzisha uongozi bora wenye uwajibikaji. Hata hivyo, ripoti ya mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres iliyotolewa tarehe 19 Septemba mwaka 2025 imesema kuwa M23 inaendelea na ajira za lazima na za hiari kwa raia katika maeneo wanayoyadhibiti. Ripoti hiyo inasema takribani watu 1454 wamechukuliwa kwa nguvu na kupelekwa kambini Ruchuru kwa mafunzo ya kijeshi. Pia imeripotiwa uharibifu wa nyumba, biashara na mauaji ya raia, hasa katika Bwicha ambapo zaidi ya watu 335 wakiwemo wanawake 52 na watoto 24 waliuawa kati ya tarehe 9 hadi 28 Julai. Hii ni moja ya mauaji makubwa zaidi tangu kundi la M23 lipoibuka tena mwaka 2022. Katika wiki chache zilizopita, mataifa kadhaa ya eneo la maziwa makuu yameonyesha nguvu zao za kijeshi, wakati mazungumzo ya amani yakiwa yamekwama na mapigano yakizidi kuongezeka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wa Kongo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limewasilisha kwa umma makomando wapya wapatao 14,000 waliomaliza mafunzo katika kambi ya kijeshi ya Mura. Hawa ni miongoni mwa askari wanaotarajiwa kupelekwa mashariki mwa nchi kupambana na uasi wa M23 ambako mapigano yamezidi kushika kasi. Wakati huo huo, kundi la M23 na AFC nalo limeonyesha wapiganaji wapya zaidi ya 9,200 waliomaliza mafunzo katika eneo la Chanzu, wilaya Ruchuru, mkoani Kivu Kaskazini. Idadi inaongeza wapiganaji zaidi ya 7,000 waliotangazwa miezi ya nyuma, wakiwemo baadhi ya wanajeshi wa zamani wa FARDC waliokamatwa au waliorudi upande wa uasi baada ya mapigano makubwa kama yale ya kuanguka kwa mji wa Goma. Kwa upande wa Rwanda, serikali imetangaza pia kumalizika kwa mafunzo ya maafisa wadogo 1,000 katika kituo kikuu cha kijeshi cha taifa. Hatua hii inaonekana kuongeza wasiwasi wa kijeshi katika eneo, hasa ambapo Kinshasa inaendelea kushtumu Kigali kwa kuunga mkono kundi la waasi wa M23, madai ambayo Rwanda inaendelea kuyakana. Kwenye uwanja wa vita, FARDC imefanya mashambulizi ya anga dhidi ya ngome ya M23 katika eneo la Kivu Kaskazini na Kusini, huku mapigano ya hana kwa hana yakiripotiwa katika maeneo kadhaa. Hali imesababisha mateso ya raia na kuongeza idadi kwa wakimbizi wa ndani. Wakati haya yakijiri, mazungumzo ya amani ya Doha yamesimama na hata juhudi za kidiplomasia za Marekani hazijaonyesha matokeo ya wazi. Makubaliano yaliyotangazwa awali hayajapewa muda wala ratiba rasmi ya utekelezaji. Hali imezua hofu kubwa kwamba vita vinaweza kurudi kwa kiwango kikubwa zaidi katika eneo ambalo juhudi nyingi za amani zimekuwa zikishindikana mara kwa mara. Wataalamu wanasema isipokuwa pande zote ziwe tayari kujadiliana kwa dhati, mwelekeo wa sasa unaonyesha kuendelea kwa vita na ukosefu wa utulivu wa muda mrefu. Kundi la AFC M23 limetangaza kuwa kuanza tarehe 1 Novemba mwaka huu halitakubali tena hati za kusafiria au vitambulisho vinavyotolewa na serikali ya Kinshasa katika maeneo yaliyodhibitiwa na kundi hilo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa tamko rasmi lilotolewa na kiongozi wa M23, hatua hii itahusu mji wa Goma, Bukavu na maeneo kadhaa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Kundi hilo linasema uamuzi huu umechukuliwa kama hatua ya kujibu kwa usawa baada ya serikali ya Kinshasa kupinga marufuku matumizi ya hati za utambulisho na nyaraka zozote zilizotolewa na M23 katika maeneo yake. Hii ina maana kwamba
kuanza mwezi ujao raia wanaotumia hati rasmi kutoka Kinshasa wataruhusiwa kuingia au kusafiri ndani ya maeneo yanayoshikiliwa na waasi wa M23. Vile vile wale wenye nyaraka zilizotolewa na kundi la M23 hawataruhusiwa kupita katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali ya Kongo. Hatua hii mpya imezua changamoto kubwa kwa usafiri na mawasiliano kwa wakazi wa maeneo hayo ambayo tayari wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha kutokana na vita vinavyoendelea. Wengi wanasema hatua hii imezuia kufanya biashara, kutembelea familia au kupata huduma muhimu kama afya na elimu. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema huu ni mwendelezo wa mvutano wa kisiasa na kijeshi kati ya serikali ya Kinshasa na kundi la M23 unaongeza mateso kwa raia wa kawaida. Kamishna mkuu wa polisi ya taifa ya Kongo Filemon Mushindi Yave aliwasili jana Jumapili alasiri tarehe 5 Oktoba katika mji wa Beni mkoani Kivu Kaskazini akiwa ameongoza ujumbe mkubwa wa maafisa wa polisi kutoka Kinshasa. Ndege iliyobeba afisa huyo wa ngazi ya juu ilitua katika uwanja wa ndege wa Beni Mavivi katikati ya alasiri, ambapo alipokelewa na viongozi wa polisi wa eneo hilo pamoja na maafisa wa serikali wa mkoa. Akizungumza na waandishi wa habari wa eneo hilo, Kamishna Mushindi Yave alisema kuwa ziara yake na malengo ya muasi ya ukaguzi, ufuatiliaji na tathmini ya kazi za polisi katika maeneo yanayokabiliwa na changamoto za usalama. Nimekuja kufanya ukaguzi na tathmini ya kazi ya polisi kama sehemu ya majukumu yangu rasmi, alisema Kamishna Mushindi, akisisitiza kuwa ziara yake ni ya kikazi na kiufundi zaidi kuliko ya kisiasa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya polisi mjini Beni, ziara hii inalenga kuchunguza utendaji wa vikosi vya polisi vilivyoko mashariki mwa nchi ambavyo vimekuwa vikikabiliwa na hali ngumu kutokana na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Wakati huo kamishna msaidizi wa polisi wa taifa Makambo Gimbadi, ambaye ni kamanda wa mkoa wa Kivu Kaskazini, naye amerudi jana katika jimbo hilo baada ya kumaliza ziara yake mjini Kinshasa. Kulingana na ratiba, parade maalumu ya polisi inatarajiwa kufanyika Jumanne mjini Beni kuongozwa na kamishna mkuu Filemon Mushindi Yave. Tukio hilo linawakutanisha askari wote wanaohudumu katika jiji la Beni pamoja na wale waliokuwa kwenye mapumziko au waliorejea kutoka operesheni za usalama. Mgogoro wa kidiplomasia kati ya Kinshasa na Kigali umechukua sura mpya baada ya kuondolewa ghafla kwa wajumbe wa Kongo kutoka kwenye mazungumzo ya mfumo wa kanda ujumuishaji wa kiuchumi RCEP iliyoendeshwa chini ya usimamizi wa Marekani mjini Washington. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi alidai kuwa uondoaji huo ulikuwa ni kwa sababu Rwanda ihamishe kikamilifu na kutoa 90% ya wanajeshi wake mashariki mwa Kongo, hatua ambayo Kinshasa iliita sharti la usalama. Hata hivyo, serikali ya Rwanda imeita hatua hiyo ya Kongo tamasha la kisiasa na kizingishio kisicho cha msingi. Katika tamko lake rasmi lilotolewa Jumamosi, waziri wa mambo ya nje Bwana Olivier Nduhingwikire alisema kuwa wajumbe wa pande zote walikuwa tayari kusaini makubaliano na ujumuishaji wa kiuchumi, lakini Rais Felix Tshisekedi aliamuru kujiondoa dakika za mwisho kutokana na hofu ya msukumo wa maoni ya wananchi wake. Waziri Olivier Nduhingwikire amesema kuwa sharti la kuondoa wanajeshi wa Rwanda 90% haikukuwa kutolewa rasmi kwenye mazungumzo, na kwamba mazungumzo ya RCEP yaliangazia tu masuala ya kiuchumi, kwa masuala ya kiusalama yakiendeshwa kando kupita mchakato wa pamoja wa kuratibu usalama. Waziri huyo pia alikumbusha matukio ya awali ikiwemo tukio la 14 Septemba mwaka 2024 huko Luanda, Angola, ambapo Rais Felix Tshisekedi ghafla alibadilisha maamuzi ya wajumbe wake, jambo lilochelewesha mchakato amani wa kikanda. Tukio hilo linaonyesha wazi ukosefu wa imani uliopo kati wa majirani hawa, licha ya juhudi za kidiplomasia zinazofanywa na Marekani na Angola. Kwa upande wa Kinshasa, usalama mashariki mwa nchi bado ni sharti la yoyote makubaliano ya kiuchumi, huku Kigali kiangalia kuwa masuala ya kiuchumi na usalama yanapaswa kutawaliwa kando.
Wataalamu wanasema kwamba kuvunjika ghafla kwa mazungumzo ya Washington kunaweza kuchelewesha utekelezaji wa RIFE ambao unalenga kuimarisha ujumuishaji wa kiuchumi na amani katika eneo la maziwa makuu, huku ukosefu wa makubaliano kati ya Kigali na Kinshasa ukiongezeka. Hali hii inazidisha wasiwasi mkubwa. Mvutano unaweza kuathiri mipango ya ushirikiano wa kikanda na kuongeza machafuko mashariki mwa Kongo, eneo linalokabiliwa na ongezeko la mashambulizi ya makundi yenye silaha. Rais wa Jamhuri atazindua rasmi siku ya kwanza University ya kiserikali ya Mbuji-Mayi yenye majengo mapya ya sasa pamoja na makao ya wanafunzi yenye vyumba 54. Habari njema, wanaoshangilia sio peke yake wazazi wa huko, bali pia wanafunzi wa vyuo vikuu vya Kasai kubwa. Jimboni Ituri, waasi wa ADF walizidisha maovu dhidi ya raia tangu siku ya 4 iliyopita katika vijiji vingi vya kando ya barabara ya taifa namba 4 Komanda Mambasa. Walijaribia pia kushambulia askari wa FARDC ngambo ya Lolwa. Rais wa Jamhuri amefurahishwa na kupanda kwa thamani ya franga za Kongomani mbele ya dola za Kimarekani. Ndiyo alisema siku ya 5 mjini Kinshasa wakati wa mkutano wa shauri ya mawaziri. Baki nasi mpenda msikilizaji popote unapopatikana. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Karibuni, salamu na usikivu mwema. Ni tangu jana siku ya Mungu ndiyo rais wa Jamhuri amepatikana katika ziara ya kazi mjini Mbuji-Mayi katika jimbo la Kasai Oriental. Watu wengi walienda kunako uwanja wa ndege wa taifa wa Bipemba kwa kumkaribisha. Habari njema kuhusu ziara hiyo inaelekea wanafunzi wa vyuo vikuu vya maeneo ya Kasai kubwa. Rais wa Jamhuri atazindua hii siku ya kwanza University ya kiserikali ya Mbuji-Mayi yenye majengo mapya na ya sasa pamoja na makao ya wanafunzi yenye vyumba 54. Jimboni Ituri, waasi wa ADF walizidisha maovu zidi ya raia tangu siku ya 4 iliyopita katika vijiji vingi vya kando ya barabara ya taifa namba 4 Komanda Mambasa. Siku ya 5 iliyopita walishambulia gari ya kusafirisha mafuta ya gari karibu ya eneo la Takumanza. Walijaribia pia kushambulia askari wa FARDC ngambo ya Lolwa. Watu wengi walikimbia maeneo yao, zasema duru za mahali. Taarifa ya Isaac Remoyope, usomi wa mshiriki wetu Grace Amzati Masanzi. Waasi wa ADF walionekana kwa wingi siku ya 5 karibu na kijiji cha Takumanza, takriban kilomita 20 kutoka Komanda katika mtaa wa Irumu. Inasemekana kwamba walitoka msitu wa Ofai kupitia Mukasila. Waasi hawa walivamia gari kubwa katika eneo hilo. Walipoonywa na raia, wanajeshi wa FARDC walikuja na kuwafuata washambuliaji hao. Mapigano pia yaliripotiwa siku ya 4 huko Mbenzu kwenye barabara ya Komanda Mambasa kati ya jeshi la Kongo ya Kidemokrasia na hawa waasi wa ADF. Wanajeshi wa Kongo FARDC walishambulia nafasi za waasi hao karibu na Lolwa kwenye mpaka kati ya maeneo ya Irumu na Mambasa. Matokeo ya shambulio hiyo bado hayajulikana, lakini kulingana na shirika la kiraia, usafiri katika barabara ya kitaifa namba 4 ilifungwa kwa muda kidogo kutokana na mapigano haya. Wakaaji wengi wamekimbia vijiji vyao, hasa katika eneo cha Lolwa na kuelekea Bamande ambako kuna uwepo mkubwa wa wanajeshi wa Kongo na Uganda. Viongozi wa eneo hilo wana wasiwasi kuhusu uwepo huu wa waasi wa ADF na hutoa wito kwa vikosi vya pamoja kuimarisha operesheni ya kuwasaka waasi hawa. Bado hatujapata majibu kutoka kwa jeshi. Utume wa Umoja wa Mataifa MONUSCO inashutumu vikali maovu ya tarehe 2 Oktoba iliyopita katika mtaa wa Jugu jimboni Ituri. Kupitia tangazo ya siku ya 5 iliyopita mjini Kinshasa, MONUSCO inajulisha kwamba tukio hiyo ilisababisha mauaji ya watu 13, miongoni mwao wahami wa vita na karibu memba 7 wa makundi ya silaha. Taarifa Levin Mwinga, usomi wa Rosalie Zawadi. Watu hawa walipoteza maisha kutokana na mapigano kati ya waasi wa Kodeko na kundi la waasi la Zaire huko Maze, ilisema taarifa hiyo.
Watu wengine wenye silaha wasiojulikana walipiga masasi huko Jina, kilomita 30 kaskazini mashariki mwa Bunia, na pia kusababisha raia takriban 2500 kukimbilia katika kampi ya MONUSCO. Hapo askari wa MONUSCO walifanya doria ili kulinda eneo hilo. Kwa hiyo ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo unaonyesha kukerwa kwake sana na vitendo hivi vya ghasia ambavyo vinaweza kujumuisha ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, kwa mjibu wa waraka huo. Ujumbe huo unatoa wito kwa viongozi wa Kongo kufanya uchunguzi bila upendeleo na kuwafikisha wahusika wa uhalifu huu mbele ya sheria bila kuchelewa. MONUSCO imeimarisha uwepo wake katika maeneo mengi ya Ituri, alisema Viviane Van de Pere, naibu mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Kimataifa nchini Kongo anayehusika na ulinzi pia operation. Kwa hiyo ujumbe wa Umoja wa Mataifa kwa mara nyingine tena unayataka makundi yote yenye silaha kuheshimu kwa dhati ahadi zilizotolewa chini ya mkataba wa amani wa Aru ya pili, kusitisha mara moja mauaji na vingine vitendo vibaya dhidi ya raia na kujitolea kuleta amani ya kudumu. Rais wa Jamhuri amefurahishwa na kupanda kwa thamani ya faranga za Kongomani mbele ya dola za Kimarekani. Kwake Felix Tshisekedi ni alama hakika ya juhudi kutoka uongozi wa pande nyingi pamoja na utimizi wa siasa ya fedha na bajeti. Ndiyo alisema siku ya 5 mjini Kinshasa wakati wa mkutano wa shauri ya mawaziri. Ameomba serikali ifanye uwezekanavyo ajili ya ustawi na usawa katika mabadilisho ya faranga za Kongomani. Sikilizeni mafasirio ya msemaji wa serikali Patrick Muyaya katika maseme yaliyochukuliwa na Grace Amzati Masanzi. Ronelin Tibonera Idi Amin anatafsiri. Raisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasitiza kuwa ni lazima sasa kuchukua hatua za zaidi. Sera ya bajeti inapashwa kuendelea kuwa nashughulikiwa na yendane lengo la uendeshaji bora wa kiuchumi kwa kupunguza shida ya inflation. Aidha, amebainisha kuwa kuna haja ya mbinu bunifu na iliyopangwa vizuri katika uendeshaji wa sera za kiuchumi ili kuchochea mahitaji makubwa ya franc congolais na wananchi na kuimarisha uaminifu wake kwa lengo la kuhakikisha udhibiti wa kudumu wa kiwango cha ubadilishaji wa fedha. Hata hivyo, ameelezea kuwepo kwa tofauti za kutia wasiwasi katika ubadilishaji wa fedha ya Marekani na hizo za Kongo kulingana na maeneo mbalimbali, hasa katika jiji la Kinshasa. Tofauti hizi zinakuwa zikileta shida kuhusu thamani ya dola kwenye soko, jambo ambalo limechochea uvumi. Kwa hiyo, ameagiza rasmi serikali na Benki Kuu ya Kongo kuchukua kwa pamoja hatua za haraka na zenye kuthibitisha ili kupunguza vitendo hivi vya uvumi, huku ambapo wananchi wengi wamekuwa wakijuta kuhusu bei gani inakuwa ikitumiwa kwa kubadili pesa za Marekani. Upande mwingine, shirikisho la Copcam la wafanyabiashara wa fedha linakusudia kusindikiza serikali katika kuimarisha ustawi wa faranga za Kongomani. Ndivyo alihakikisha kiongozi wake Donald Lengu siku ya 6 iliyopita mjini Kinshasa wakati wa mazungumzo na Radio Kapi. Huyo anatarajia kushiriki katika ujenzi wa hali njema ya fedha na kuruhusu Wakongomani, hasa wenyeji viwanda vidogo, kukaribia makazi ya lazima kwa maendeleo. Na tawi jimboni Ituri la uchumi lilitawanya watumishi wake kwa uchunguzi wa utimizi wa bei ya vitu katika soko za mji wa Bunia kuambatana na thamani ya sasa ya faranga za Kongomani mbele ya dola za Kimarekani. Katika tangazo ya siku ya 5 iliyopita, wachunguzi walionyesha kwamba walitazama ya kwamba wafanyabiashara, wakuu wa vituo vya afya na wa mashule wanaendelea kutumia thamani ya zamani ya dola moja kwa faranga za Kongomani 2900 wala tena 3000, hali inayovinyume katika maisha ya watu na wanaopinga wachunguzi wale watawi jimboni Ituri la uchumi. Na kampeni ya mlimo ya mwaka wa 2015-2016 ilianzishwa siku ya 5 katika mtaa wa Kongolo jimboni Tanganyika. Ni kampeni inayoandaliwa na Caritas kwa kuboresha makazi ya mlimo katika eneo hilo. Shirika hilo Caritas liligawa kwa hiyo mbegu kwa wakulima na wakazi wa Kongolo. Malizo mengi nawe Pole Munanga.
Walimaji wa Kongolo wanakaribisha kitendo cha Caritas Development cha kuwagawanya mbegu bora wakati wa uzinduzi wa kampeni hii ya kilimo. Pia wanabainisha kuwa idadi ya watu kwenye tarafa la Kongolo inaweka umuhimu mkubwa kwenye kilimo. Hebu tusikilize walimaji hawa. Tunapana shukrani kubwa yetu ya Caritas ni kwa sababu anatupatia masemansi ameliore. Na sisi tutafanya nguvu de façon que ile mambeko anatupatia na sisi tuizalishe kusudi fa nini itawale ikale ya mingi na tupate faida ya bulimai. Tunaona ya kwamba ndani ya mji wa Kongolo kunakuwa maendeleo. Mbele na watoto tulikuwa nasumbuka juu ya chakula, hivi tunakuwa naona chakula inakuwa kwa wingi, watu wanatambua sasa maana ya kulima. Kwa meneja wa programu ya usalama wa chakula katika Caritas Development Kongolo, eneo hili ni gala la kilimo na inasambaza mazao ya kilimo maeneo mengine kama vile Nyuzu, Kabalo na Moba. Daktari Anakle Watend anaeleza kwamba lengo la kampeni hii ya kilimo ni kuhamasisha na kuwahimiza walimaji kwanza kufanya shughuli za shamba ili kuboresha uzalishaji wao wa kilimo. Toka Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi. Hatimaye pa Matanda katika mtaa wa Masisi jimboni Kivu Kaskazini, karibu wanawake na wasichana 2500 waliorudi makwao wanatolewa usaidizi wa kifedha ajili ya kutimiza miradi ya uwezeshaji wa kijamii na wa uchumi. Wanawake wale wanakusanyika katika shirika la mkopo na akiba avec, mradi unawaruhusu kuanza makazi ya kufanya mapato na kurudisha umutu wao. Na waalika sasa kusikiliza sehemu ya pili matangazo yetu pamoja na mwenzetu Rosalie Zawadi. Radio Okapi, invité en Swahili. Radio Okapi inamkaribisha leo Bi Anika Mwanya Manase, presidenti wa shirikisho la waganga wa kuzalisha nchini Kongo, yaani wa sage-femme katika lugha la Kifaransa. Katika maazimisho ya siku ya kuzuia mimba duniani mnamo tarehe 26 Septemba, mkutano uliandaliwa mjini Kindu na shirikisho hili ajili ya kuwahimiza wakaaji kuhusu kupanga uzazi. Mada ya mkutano huu ilikuwa kupanga uzazi, haki kwa wote. Mgeni wetu Anika Mwanya Manase anazungumza kuhusu hii na Florence Kizalunga. Bi Anika Mwanya Manase, jambo. Jambo sana mama journaliste. Kupitia hii sikukuu ya kupanga uzazi tumeona mumekusanyisha watu kadhaa. Ilikuwa nini ukomo ya hiyo kikao? Ukomo ya hiyo kikao tulikusanyisha watu mbalimbali, wanaume kama vile wanawake, ni juu ya kupenda kuwafasiria, kwa sababu tunaona kama probleme ya kupanga uzazi iko probleme moya yenye inaleta magumu sana kwenye province yetu, kwa sababu sie ba sage femme benye tuko tunatumika ndani ya maternite tuko tunakuta na magumu mengi yenye wa mama wiko wanapata sababu ya kutokujua kupanga uzazi. Utaona mwingine mtoto akingaliki miezi 4 ye deja ishakuwa na mimba kwa sababu akupata mafundisho namna gani ya kupanga uzazi. Tunaona kutokupanga uzazi mzuri inaletea wa mama wanakufa sababu ya kutokujua kupanga uzazi. Ndio maana leo tuliona kama ni heri tusisimue wa mama, tuwafasirie na wapate kuelewa namna ya kupanga uzazi. Kupanga uzazi ina faida gani? Kupanga uzazi ina faida ya kusaidia jamii ama ndoa. Inapanga kusema leo tuzale na njoba napanga donc wakati na hesabu yenye ndoa inasema kama tunapenda tukue na watoto bifulani na tuzae kwa wakati ambao unaofaa. Na kuna kuwa mipango ngapi ama metode ngapi ya kupanga uzazi? Tuko na metode 4 mbalimbali yenye tunawaonesha wa mama namna kupanga uzazi. Metode ya kwanza ndio tunaita metode naturelle. Maki ni kusema ile yenye nafanyika bila intervention ya kitu ingine ya nje. Sawa vile calendrier, mama anapasha kujua calendrier yake ya mwezi, niliona wakati gani na naisha wakati gani. Na ingine tunaonesha metode yenye tunaita la mama. Ile la mama ni kumfundisha mama namna gani anaweza kumnyonyesha mtoto kila mara muda wa miezi 6 bila kuchanga na kitu, maziba tu. Ingine metode tunaita kwa kimombo ya kusema metode d'auto observation. Na metode ya pili ndio tunaita metode artificielle. Maana ni kusema ya kubeba madawa ya kuya kukusaidia juu upange na uzazi. Na metode barriere ndio kule kwa tunaona ile metode ya tatu ndio kwenye tunaona kuko preservatif tunaita condom kwa wanawake na wanaume. Na metode ingine ya 4 ndio tunaita metode definitive. Ile metode definitive ndio ile yenye ina usika paka na operation. Na wakati wanafanya operation
intervention mwanamuke batafunga matrompe au banaweza kufunga na kukata, njo ile tunaita ligature et section de trompe. Na kwa mwanaume pia ile metode definitive inafanyikaka pia nako intervention kwa mwanaume, njo tunaita vasectomie kwa njia ya kimombo. Sasa kuna kuwa wale ambapo wanasema kwamba hiyo mametodi ina vinyume ya mubaya sana, na ndio maana wengine wanakuwa wakionesha woga wao. Mama journaliste, njo ile nye tuko tunasema ile bya kusikia njo benye biko binaua population yetu. Kufatana na mafunzo tulipata, hakuna metode mbaya, metode yote ni ya mzuri, na kila metode nye mtu anachagua tunamuexplique, kumuonesha avantage na kumuonesha maeffet secondaire ya ile metode nye anakamata. Mais en general ma metode yote ni ya lazima. Na kama wakaaji leo hii wakifikia kupanga uzazi wao, unawaza kama itasaidia nini kujimbo la Maniema ama Kongo yetu? Kujimbo letu la Maniema, mama journaliste, ama kukongo yetu, kama watu leo wanafikia kupanga uzazi, ya kwanza uchumi ya manyumba ya batu itakuwa na ile assurance ya kusema ba mama batanja kuyua kufanya ekonomi yabo ya nyumba, na itasaidia afya ya mama ikwe mzuri, mama akwe na afya njema, na mtoto pia itamsaidia ule mtoto ague vizuri, na itasaidia hata nchi yetu kwa kuendelea na province yetu ya Maniema. Faida ingine ni kusema hautakuwa na batoto bakia kuletea province mashida mingi, juu batoto kama banakuwa ba mingi benye abiku encadrer na bazazi, italeta fujo na communauté na nchi yetu mzima itapata pombe. Tunakuwa na bakuluna ba mingi juu encadrement kwa bazazi hakuna tena, sababu akujua kupanga uzazi. Kama napanga uzazi, province yetu itapona na Kongo yetu mzima itapona. Bi Ani Kamanya Manase, tunakushukuru. Asante mama journaliste. Radio Okapi, dossier en Swahili. Huko Beni, jimboni Kivu Kaskazini, shughuli za mwezi wa amani zilihitimishwa tarehe 13 Septemba. Ilikuwa kupitia mkutano ulioweka pamoja washiriki 100 na viongozi wa mahali. Lengo lilikuwa kutafakari juu ya taratibu za amani endelevu. Marki Marofimbo atueleza zaidi. Ikiandaliwa na kongamano la wanawake mjini Beni pamoja na mashirika za raia, neno kuu lilikuwa la kuimarisha mchakato ya amani na kuboresha shughuli za msaada ya kihutu. Bi Patience Namuli, kiongozi wa shirika Tous Engagés pour la Paix et le Développement, aeleza. Kikao leo imeandaliwa kwa ajili ya kuweza kuhimizana na kuita kila yeyote aweze kuzihusisha na mambo ya amani. Kila mara kunapokuwa jambo la kuzungumzia, watu waikae pamoja na watafute nini mbindo ya kuweza kutoka katika shida fulani. Ndio kusema sote tunaungana kama mtu mmoja kusudi tuweze kutafutisha amani. Amani yatuhusu sote pasipo kupendelea faida yake mwenyewe, aongeza kusema Joseph Sabuni wa shirika la raia tarafani Mulekera. Unajua kupata amani iko eforo ya kila mtu wote na kila organisation, kwani tunakuwa na 3 sociétés, kunakuwa société civile, kunakuwa société militaire na kunakuwa société politique. Inomba ile société tatu yote inombe nikala pamoja na parle meme langage. Kusikue societe ambayo inatupia yengine societe responsabilite, paske wakati amani haiko 3 societe yote nakuwa debandade. Donc nomba sio wote tunakuwa na même direction, tunakuwa na même passé, tunakuwa na ikala régulièrement pour que tuweze kutafuta amani sisi wote. Ya pili, inomba tunaacha maintérêt égoïste. Unaona wakati tunikala fazi moya, me ule ambayo hapendi amani kuye atakuya na pesa, atakuya na mapromesse, inomba etake un bon citoyen, hayombe kudetruire amani, inomba vraiment kutupa ile mbali juu sisi wote tupate amani. Mashirika za kiutu nao walikuwa na nukta inayowahusu. Nini kuhushika? Magika kule, kiongozi wa shirika Waza and Act, aeleza. Kama vile ba humanitaire bali tukumbusha ma principe humanitaire. Kuna kasi tuenda mu terrain tunasabu ku respecter ma principe humanitaire. Par exemple ile neutralité, impartialité, humanité, indépendance, nona tunajilese influencer par exemple na ba autorité kule mu terrain, wanasema wende peleka aide face fulani
fulani unachanger juu autorité alikuwa influencé. Na aussi nilifurahia le fait que kulikuwa ba autorité ndani ya salle, tunaona kulikuwa ba autorité, ba chef de quartier, ba chef d'avenue, ba chef de trucs. Il tout permettre aussi ku renforcer collaboration entre sie na ba autorité locale. Banatuambia kwamba unafika mu zone ya mtu inaomba ku présenter ma civilité, unajipresenter kwa chef wa pale kwa ile eneo, unamwonyesha kama mimi niko mtu fulani wa organisation fulani, mimi nataka kufanya kitu fulani hivi na hivi. Hapana kufika unaanza fanya tu makazi yako mule bila kuona autorité. Ba autorité balisirika bapendake ile kitu ya vile. Kuna kwa watu balisema que non ba humanitaire nie mko pale mnapenda kuchochea juu kazi yenu yaendelee, mtumike tu. Ukaona ke kuna kuwa ku quartier yako ku zone yako kule humanitaire mwenye iko na haribisha bitu kule, enda kudenoncer. Mapendekezo yalihusu sana changamoto ya uzoefu ya kutafuta amani, usawasawa katika shughuli za kihutu na kugombanisha habari ya uongo miongoni mwa jamii. Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi. Na kupitia taarifa hizo kutoka Radio Kapi ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 6 Oktoba mwaka 2025. Vile tunakutakia mwanzo mwema wa wiki na tunaomba amani na utulivu viendelee kushika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ambapo uko kusikiliza ni Kivu News Info, kituo chako pekee cha habari na burudani ambacho tunaendelea kukuletea taarifa zetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla kuondoka tunakusikia kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazumuni yetu kila siku ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi usisite kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp ambazo zinaendelea kuziona hapo kwenye picha, na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kiwa sehemu gani, na huenda ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine cha kufanya, unaweza kubonyeza kwenye titre na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambapo utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza ukibonyeza aiza kuklikia itasababisha unajumuika pamoja nasi kwenye channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itasababisha unajiunga pamoja nasi kwenye grupe letu la WhatsApp, na itasababisha usipitwe na chochote kipindi ambapo tutakuwa kupostia habari mpya kwenye channel yetu ya YouTube. Langu jina mimi ni Ite Loje Lulonga. Sina la ziada, acha niendelee kutakia asubuhi njema na wenda tukutanane kwenye taarifa zetu zingine za baadaye. Hii ni Kivu News Info, sauti yetu, habari yako.